Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho yetu kupitia channel ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kukubariki kwa kufuatilia mafundisho haya. Leo nataka kusema na watu ambao mmepoteza amani. Nataka kusema na watu ambao mmeipoteza amani ndani yenu. Amani imepotea na mawazo na msongo. Maisha mnaona ya kwamba yamewaharibikia, mnakosa raha, furaha. Najua, wacha niseme kitu kimoja. Wakati wewe una amani, unaamka asubuhi una furaha, unajipangia mambo yako, kuna watu hawana amani. Kuna watu wana maswali yasiyokuwa na majibu. Kuna watu hawajui suluhisho la tatizo hilo nalo litafika lini, litapatikana lini, itakuwaje. Yaani kuna mtu anajiuliza maswali yasiyo na majibu. Yupo mtu amefukuzwa kazini, hajui atafanyaje. Yupo mtu amefukuzwa shuleni. Yupo mtu amepata tatizo. Yaani haijalishi umesababisha wewe tatizo, haujasababisha wewe tatizo, umekosa amani. Hauna amani ndani yako. Hauna furaha ndani yako. Yaani moyo wako umepondeka kabisa. Natumai kuna mtu fulani anaelewa hiki ambacho ninakizungumza. Huna furaha. Haijalishi kwa kipindi gani. Yaani wewe kila ukiamka asubuhi, yaani unatamani usiku uingie, ulale, usiamke kabisa. Na wakati mwingine usingizi upati. Una amani. Hauna amani. Kuna watu wana kesi, hawajui itaisha lini hiyo kesi. Hauna amani. Hauna amani. Ndoa ziko kwenye mafarakano makubwa. Hauna amani. Hauna amani. Huna amani, unajilazimisha kufurahi. Hauna amani. Nazungumzia habari ya amani. Moyo wako umesagika. Moyo wako umepondeka. Moyo wako umejeruhika kiasi cha kwamba yani umekata tamaa. Unajua kuna namna mtu anaweza akakosa amani kiasi cha kukata tamaa. Naongea na wewe ambaye umekata tamaa. Naongea na wewe ambaye haujui ufanye nini. Naongea na wewe ambaye unajaribu kujiuliza maswali peke yako. Unajipa majibu wewe peke yako, na hayo majibu hayakusaidii kulingana na changamoto ulionayo. Hayana msaada. Hayana msaada. Umekuwa peke yako. Unajiona uko peke yako. Umepoteza furaha. Umepoteza amani. Leo nataka nikutangazie neno la ushindi katika maisha yako. Nataka nikutangazie kwa habari ya neno la Mungu. Neno kutaka wewe utambue kwamba hata kama unaona uko peke yako, Mungu yuko pamoja na wewe. Isipokuwa wewe hautaki kumkaribisha Mungu ndani ya maisha yako, ama haujui ufanye nini ili umkaribishe Mungu ndani ya maisha yako. Naomba leo usikilize neno hili. Ni kwa ajili yako. Unapotaka kuona uso wa Mungu, usiangalie tatizo ulilo nalo. Usiangalie mahali ulipo. Usiangalie changamoto unayopitia. Bali lisikilize neno. Msikilize Mungu ambaye ndiye neno. Muone Yesu katika maisha yako. Muone kwamba Yesu ni mkubwa kuliko shida ulionayo. Haijalishi shida yako ni kubwa kiasi gani. Yesu alimaliza yote. Unaweza usiamini kwa sasa kwa sababu ya tatizo linalokukabili. Unaweza usiamini kwa sasa kwa sababu ya msongo ulionao. Unasema mimi nimehudumiwa, nimeombewa, nimetoa sadaka, nimetoa majitoleo mbalimbali, nimeshauriwa, lakini wapi? Mimi nakueleza vizuri.
Hata kama umehudumiwa kiasi hicho, wewe kuna mahali Yesu hajaingia. Yesu anapaswa kuingia kwenye maisha yako ili cha kwanza upate amani. Angalia mitume walipokuwa magerezani walikuwa na amani. Walipoteswa akina Paulo na Sila waliomba akiwa gerezani, milango ikafunguka. Kwa nini waliomba? Waliomba kwa sababu ndani yao kulikuwa kuna nguvu, ndani yao kulikuwa kuna amani, ndani yao kulikuwa kuna ile motisha, ule uweza wa kimungu wa kuona kabisa kwamba Mungu yuko pamoja nao na kila kitu kinawezekana. Paulo alipigwa mawe mpaka watu walifikiri amekufa. Paulo ananyanyuka. Sikiliza, Paulo amepigwa mawe mpaka wanafunzi wengine wakaenda kumchukua wakijua kwamba amekufa. Wanamtoa nje ya malango ya watesi wake. Paulo anazinduka baada ya kuomba kusaada, amezinduka Paulo. Paulo anaambia, anaulizwa vipi, anasema twende tukahubiri injili sehemu nyingine. Sio kwamba alikuwa ateseki, ndani yake Kristo alikuwepo. Kuna tofauti kubwa kati ya mateso unayopitia na amani. Mungu anapokuwa pamoja nawe, Yesu anapokuwa pamoja nawe, maana yake ni kwamba hata kama unapitia mateso ya aina gani, amani haiwezi kuondoka. Na ndio nataka kukusaidia siku ya leo. Twende kwenye maombi mimi na wewe, ili uruhusu amani ya Kristo itawale. Unajua, unapokuwa na amani ni rahisi sana kutambua njia iliyo sahihi ya kutatua tatizo lako. Hata kama upo gerezani, hata kama upo wapi, ukiwa na amani inakusaidia wewe kujua namna sahihi ya kutatua changamoto ulionayo. Amani. Msongo wa mawazo, hilo ni zao la kishetani. Hilo sio swala la kimungu. Hilo sio swala la kutoka mbinguni. Hilo sio swala la Kikristo. Hilo ni swala la kishetani kabisa. Hiyo ni nguvu itokayo kuzimu, ndio inazimishaga amani ya mtu. Amani. Neno amani lazima itoke kwa Kristo Yesu. Ndio maana unaweza ukawa na mali nyingi, hauna hata matatizo, ila amani una, kwa sababu mali zako za mashaka, zina mawenge. Sasa leo nataka tukaombe pamoja ili Mungu akurejeshe amani. Lakini tunapokwenda kuombea amani yako, twende tukalisikie neno la Mungu linasema nini juu ya amani. Wakolosai sura ya 3 aya 15 hadi ya 16. Inasema hivi, ile aya 15 anasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Angalia, anasema amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Amani ya nani? Amani ya Kristo ndio iamue mioyoni mwenu. Amani iamue mioyoni mwenu. Lakini aya ya 16 anasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Hapa sasa, ili amani uipate, neno la Kristo liko wapi? Biblia. Unapokuwa na msongo, jaribu kusoma Biblia. Unaposoma Biblia, manake unaongea na Mungu kupitia Biblia yako. Yaani wewe unasoma, manake ni kama Mungu anakuambia, ni kama Mungu yuko mbele yako anasema na wewe, ni kama Mungu anakuelekeza. Utaona kuna baadhi ya maneno, aya fulani zinakugusa kabisa wewe, manake Mungu anakuambia. Na hakuambii kwa kukandamiza, atakuwa anakuambia kwa kukuhurumia, kwa kukufariji, kukuonesha njia gani unapaswa kuifuata. Atakuwa anakuambia kwa namna hiyo. Lakini mbele anasema, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Unaweza kuona kwamba hata kama unaona haiwezekani, unajua dawa ni chungu, lakini naomba meza. Au kiumwa au sikii hamu ya kula, uoni kama unafurahia chakula, lakini daktari atakwambia kula chakula. Wakati huu unaona kwamba chakula hakifai, baada ya muda mchache baadaye utaanza kuona ladha ya chakula. Na neno la Mungu lipo hivyo hivyo. Wakati hapa nakwambia sikiliza nyimbo, soma Biblia, imba zaburi, imba tenzi za rohoni, soma zaburi, imba tenzi za rohoni, tafakari. Unaweza kuona viwezekani, lakini kadiri unavyoanza kufanya hayo, ndipo Kristo anaanza kuingia ndani yako taratibu.
taratibu. Utashangaa baada ya muda fulani kuna amani inaanza kupatikana. Ndio maana kuna wakati unaweza ukapata msongo wa mawazo, ukawa una jibu, akaja mtu akaongea na wewe, yani akaongea na wewe hata kwa dakika 5 tu, ukashangaa umepata amani, kwamba naona kama amani yangu imerudi, naona kama naanza kuelewa. Ni kwa sababu yule mtu amekuja na neno lako, amekuja na neno la faraja. Ndio maana leo nakwambia, nataka nikaombe na wewe uliopoteza amani. Naelewa maana halisi ya kupoteza amani. Lakini aya 17 anasema, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba kupitia kwake. Uwe mtu wa shukrani. Hata kama unaona unapita katika magumu kiasi gani, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu, mwambie ninapitia haya, lakini haimaanishi kwamba Mungu haupo. Ninateseka katika haya, haimaanishi kama Mungu haupo. Ukitaka kuyaelewa vizuri mambo haya, soma kitabu cha Ayubu. Soma tu chote, soma tu. Unaopita kwenye matatizo, chukua Biblia, soma kitabu cha Ayubu vizuri. Walau inawezekana kuna mambo 2, 3, 4 yakagusa pito lako, yakafanana na mapito yako, na utaelewa Ayubu alivumilia mpaka dakika ya mwisho. Ayubu aliteseka. Ayubu aliteseka. Sasa inawezekana kuna baadhi ya kuteseka kwako, kuna eneo unateseka kama vile Ayubu alivyoteseka. Inaweza isiwe kama Ayubu moja kwa moja, lakini kuna vitu ambavyo vitakuwa vinafanana na wewe. Lakini neno la Mungu linasema amani ya Kristo. Hii ndio msingi wa maombi yetu siku ya leo. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Na mimi nataka leo amani ya Kristo ikaamue moyoni mwako. Moyo wako unalipuka lipuka. Moyo wako umekunjamana. Moyo wako umevunjika, unabubujika damu. Kilio akiishi. Umekuwa ni mtu wa mawazo. Leo nataka Kristo aingie ndani mwako. Ndiyo maombi yangu ya siku ya leo. Nitakwenda kuomba na wewe. Nimekupa hili neno uweze walau kupata picha, uweze kupata picha ya kitu gani Mungu anaweza kutenda kwa yeyote yule. Na wewe pia leo neno naomba likufikie. Na unapolisikia neno hili likae ndani yako, ili Kristo akaingie ndani mwako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Nitaenda kuomba na wewe kwa muda mchache sana. Mungu hahitaji nguvu kubwa sana kuingia kwa mtu. Anakuhitaji wewe kwanza ufungue moyo wako. Ndio maana nimeanza kufundisha neno. Nimeanza kukupa neno la faraja ili wewe ujue kwamba dawa ni chungu. Dawa haina ladha nzuri, lakini unaitumia, iwe kwa sindano, kwa syringe, iwe kwa kutumia kidonge, kumeza kidonge, iwe kwa chakula, maana chakula nacho ni dawa, iwe dawa lishe kwamba chakula, lakini baada ya muda utaanza kuona matokeo. Nami nakuomba sasa, tunapoenda kuingia katika maombi haya, fungua moyo wako. Hiyo ndio rai yangu kwako. Fungua moyo wako. Nataka nikaombe na wewe ili Mungu akajitukuze, akajitwalie utukufu kupitia mateso yako. Kuna mahali watu wanataka kukuona unashindwa, usikubali kushindwa. Kuna mahali wapo watu wanakutazamia udondoke, usikubali kudondoka. Kuna mahali watu wanatazamia kifo chako, mauti yako, usikubali. Kataa vitu hivyo. Kataa, kwa maana sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu. Tunakwenda kuomba. Weka tayari moyo wako. Weka tayari akili yako. Weka tayari ufahamu wako. Weka tayari. Na Mungu atakwenda kukuonekania siku ya leo. Hiyo amani iliyopotea inakwenda kurejea. Nataka nimuombe Mungu kwanza akurudishie amani. Amani ikirudi, akili yako itafanya kazi sawa sawa. Utaweza kuamua vitu kwa ustadi na usahihi, kwa sababu akili yako ipo na amani. Tayari utaanza kuupata utulivu wa ndani kupitia maombi haya, kupitia tendo hili la maombi ambalo Roho Mtakatifu atafungua na atajifunua ndani yako, na Yesu ataishi ndani mwako. Basi nikuombe sasa, kaa tayari kwa maombezi. Anza kufikiria kwamba sio mimi tena mtumishi, mimi ni chombo tu,
mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama alivyonena, kama anavyotaka. Mimi nipungue, yeye aongezeke. Tunapoingia kwenye maombi yoyote, hatutazami anayekuombea. Usinitazame mimi, anza kutazama kwamba Kristo yuko sasa mbele yako. Na ili kuongeza umakini, katika maombi, fumba macho yako sasa. Vuta pumzi kwa ndani, ivutie ndani pumzi. Umefumba macho, wewe una matatizo, una changamoto. Mimi sijui uko wapi, upo gerezani, mimi sijui, umeachika, ndoa imekuwa na matatizo, unajuta kwa kila kitu. Haijalishi wewe ndio sababu ya tatizo, haijalishi unasingiziwa, haijalishi. Vuta pumzi. Umefukuzwa kazini, vuta pumzi, ivutie kwa ndani, alafu achia pumzi yako taratibu, ukiwa unaamini ya kwamba Kristo anakwenda kufanya kazi sasa. Neno la Mungu linakwenda kufanya kazi. Achilia pumzi yako taratibu. Shusha pumzi yako. Ndio sasa, ukiwa umefumba macho, tafuta taswira ya Yesu akiwa anakushika mkono. Muone Yesu anakushika mkono sasa, anataka kutoa hapo ulipo, anataka akuvushe. Ndio, muone Yesu sasa anataka kukuvusha. Weka taswira hiyo. Ndio, fumba macho yako, usifumbue mpaka nitakapomaliza kuomba. Na kwenda kuomba na wewe, na Mungu anakwenda kufanya jambo. Usipuuze, fumba tu macho, wewe amini. Wewe kazi yako ni kuamini. Mambo yanakuaje, mwachie Yesu mwenyewe, Roho Mtakatifu mwenyewe wafanye hiyo kazi. Itakuwa kuaje, sio kazi yako. Umeteseka namna gani, hiyo sio kazi yako. Fumba macho, wewe weka concentration, weka umakini katika maombi. Ndio. Sasa nakwenda kuomba kwa ajili yako. Moyo wako umepondeka, moyo wako umesagika, moyo wako unabubujika na damu, moyo wako hauna hali kama hata kifuani, kama hata kifua chako. Nami nitakwenda kuomba kwa ajili yako. Ndio. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninasema asante Mungu kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya majira haya. Ninakushukuru Mungu, si kwa sababu ninaweza kutamka, ninaweza kuomba, ninajua namna ya kuomba. Hapana, ila ninajua ni neema yako ambayo unakwenda kuachilia sana majira haya. Baba, ninakusihi, shuka mwenyewe, fungua mbingu imfungukie kila mmoja ambaye ana imani katika maombi haya. Shuka juu yake, mbingu na imfungukie, Bwana Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninabariki kazi yako unayokwenda kuifanya. Ninabariki kila tendo ambalo unakwenda kulitenda kwa baba huyu, kwa mama huyu, kwa kijana huyu, kwa dada, mtoto, kila rika, kila ambaye anapitia changamoto. Baba, ninabariki hiyo kazi ambayo umekwenda kuifanya. Ninabariki hiyo kazi ambayo unakwenda kumuinua huyu ambaye amepondeka moyo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninasema asante Bwana kwa neema yako. Asante kwa ajili ya uwepo wako. Asante kwa ajili ya majira haya. Mungu wetu na Baba yetu, ninaomba toba kwa kila mmoja. Mimi sijui wapitia wapi, sijui wamefanya nini, sijui alikanyaga kitu gani, sijui alitenda kitu gani, sijui ilikuwa ni makusudi yake, sijui ni kwamba anaonewa. Mimi sijui. Ninachokiomba Baba, uwasamehe, uwarehemu, uwatakase, waoshe kwa damu yako ya thamani. Bwana, upate kuwastahilisha katika maombi haya, ili wakaweze kuuona mkono wako Bwana, wakiwa na imani, wamefumba macho yao, wauone mkono wako Bwana, unapoenda kuwavusha, unapoenda kuwainua, unapoenda kuwatoa hapo waliponasa, kwenye hilo tope waliponasa. Bwana, ninaomba rehema yako, ninaomba fadhili zako, ninaomba Baba ukawatakase, ukawastahilishe kila mmoja wao. Hakuna anayestahili yeye kama yeye, bali Mungu wa mbinguni, utakapowastahilisha watakwenda kukaa katika nafasi ambayo Mungu utaweka kwenye nafasi hiyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninasema asante Mungu kwa ajili yao. Asante Mungu kwa ajili ya kuwatakasa kwa damu yako. Asante Mungu kwa ajili ya kuwastahilisha. Bwana,
Nakuja mbele zako sasa kwa ajili ya kuwaombea amani irejee katika mioyo yao. Rejesha amani Bwana ndani yao. Rejesha amani katika maisha yao. Rejesha amani katika ndoa. Rejesha amani katika kazi. Rejesha amani katika majukumu yao ya kila siku. Warejeshe amani ambayo adui aliiteka. Adui akachukua amani, akawapelekea roho ya mafarakano, akawaachilia roho ya wasiwasi, akawaachilia roho ya kukata tamaa. Baba, neno lako linasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Baba, amani ya Kristo ikaamue kwa kila mmoja ambaye amepoteza amani ndani yake. Kila mmoja aliyepoteza amani, Baba mrejeshie amani. Yesu mwenyewe mrejeshie amani, ili amani ya Kristo ikaamue ndani yao, ule wasiwasi ukaondoke kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ile roho ya hofu, ile roho ya wasiwasi, ile roho ya kukata tamaa, ile roho ya kuona ya kwamba imeshindikana, ile roho ya kuona ya kwamba huyo mtu hawezi, ile roho ya kuona ya kwamba imefika mwisho, Baba ondoa hiyo roho. Baba ondoa roho Yesu Kristo, bali amani yako Kristo itawale ndani mwao. Waachilia amani yako Bwana, ili amani yako Kristo, amani iliyo kuu, ikatawale katika maisha yao. Wapo watu wako magerezani, wapo watu wako mitaani, wapo watu hawajui hata wanakwenda wapi, wapo watu wana kilio ambacho hakijulikani kitanyamazika muda gani. Machozi yanabubujika kwa shida walizo nazo. Siwezi kutamka kila shida ya mmoja wao, lakini Mungu unajua, lakini Yesu unajua. Nami nakusii Bwana, nikibariki kazi ya mikono yako, nikibariki Baba kila kazi unakwenda kutenda, mbingu ikawafungukie, mbingu ikawafungukie, ukaseme nao, mbingu ikawe karibu juu yao, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndiye mfalme wa amani, wewe ndiye mfalme wa amani, wewe ndiye mfalme wa amani. Waachilie ile amani yako Bwana. Ondoa kila roho ya wasiwasi ndani yao, ondoa roho ya udhaifu ndani yao. Amani ya Kristo, furaha yao na irejee. Haijalishi watakuwa katika matatizo kiasi gani. Tunaona kina Meshaki, Shadraka na Abednego walitupwa katika tundu, walitupwa katika moto, walitupwa, lakini walikuwa na furaha mle ndani na Mungu kaokoa. Tunamwona Danieli aliyetupwa katika tundu la simba, alitupwa mle ndani na simba hakumrarua, na Danieli alikuwa ni mchangamfu kwa sababu ndani yake Kristo alikuwepo. Ndani yake kulikuwa kuna amani, ndani yake kulikuwa kuna utukufu wa Mungu. Yako matatizo watu wanayo, lakini wanapata matatizo makubwa, wanateseka zaidi, wanaona kwamba iwezekani ni kwa sababu tu shetani aliwaficha kwamba Kristo ndiyo mwenye amani. Nami Baba naomba amani ikatawale ndani yao, amani ikatawale ndani yao. Amani yako Baba, achilia amani ndani yao, achilia amani ndani yao, achilia amani ndani yao. Na ninyi wote mlioamini mmekaa katika amani ya Kristo, pokeeni hiyo amani ya Kristo, pokea amani ya Kristo, pokea amani ya Kristo, ikatawale maishani mwenu, ikatawale kwenye kazi zenu, ikatawale katika majumba yenu, ikatawale kwenye ndoa zenu, ikatawale kwenye mashamba yenu, kila mahali mlipo. Pokea amani ya Kristo, pokea amani ya Kristo, pokea amani ya Kristo, pokea amani ya Kristo. Na kila mmoja ambaye ameamini katika jambo hili la amani na aseme amina. Asante Mungu kwa ajili ya watu hawa. Ninafahamu kwamba kuna jambo kubwa Mungu unakwenda kulitenda. Ninafahamu ya kwamba kuanzia sasa kuna watu mioyo yao inakwenda kubadilika. Kuna watu waliokuwa wanahisi wameteseka sana, wanakwenda kuipata ile amani ya Kristo, wanakwenda kuishuhudia ile amani ambayo hawajawahi kuiona katika maisha yao, na wanakwenda kujua kwamba Kristo ndiye muweza wa mambo yote. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Hii amani ya Kristo utakayoipata uitunze. Uendelee kuamini kwamba Kristo Yesu yupo, Kristo Yesu yupo na anafanya kazi maishani mwako. Hakuna jambo ambalo Yesu aliwezi, mambo yote Yesu anayaweza. Kwa hivyo amini kwamba Kristo yupo na anafanya kazi ndani yako. Umempokea Kristo, umempokea Kristo na amani ya Kristo imetawala, imeanza kutawala maishani mwako. Weka mazingira ambayo nimekuambia, kuwa mtu wa kusoma neno la Mungu, kuwa mtu wa kusikiliza ama kuimba tenzi za rohoni, kuwa mtu wa mshukrani. Mshukuru Mungu kwa kila unalopitia, na utaanza kuona jinsi gani
Kristo anatenda kazi ndani ya maisha yako. Utaanza kuona maisha yako ni jinsi gani yanakwenda kubadilika. Utaanza kuona ni kwa jinsi gani utukufu wa Mungu unafanya kazi ndani yako. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Basi unaweza ukawa una maswali, unaweza ukawa una jambo fulani unahitaji ushauri, namba za simu ziko hapo. Unaweza ukatupigia. Na kama upo nje ya nchi, nje ya Tanzania, basi kwenye hizo namba hiyo 0 utaiondoa, utaweka alama ya kujumlisha alafu 255, kisha utaendelea na hizo namba zingine bila kuweka 0, na tutafute, utatupata tu. Iwe kwa simu za kawaida ama iwe kwa njia ya WhatsApp, utatupata. Nasi tutakusaidia kadiri Roho Mtakatifu atakavyotupatia mafunuo ya kusaidia wewe, na jambo lako litakwenda kutatuliwa mbele ya Mungu wa mbinguni. Kila kitu kwa Mungu kinawezekana. Wewe ambaye unaendelea kufuatilia, umekuwa mgeni katika channel yetu, bonyeza button ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, uwe wa kwanza kupata mafundisho haya. Inawezekana siku kama leo tunapost mafundisho haya, umeshaweka button yako, umeshabonyeza button ya kengele, umesubscribe, unakuta kwamba tunakugusa kabisa katika maisha yako na unabarikiwa haraka sana, kwa sababu umekuwa wa kwanza kufuata kusikia ama kupata mafundisho haya. Mungu awabariki nyote 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 kwa kutenga muda wenu kusikiliza ama kufuatilia mafundisho haya. Mlikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Kwa niaba ya Mikono ya Kristo tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Bye bye.